Wakorinto wa kwanza, kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza na ile sura ya pili. Funika macho yako niombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu wangu, asante kwa sababu ya fursa hii, asante kwa sababu ya neema hii, asante kwa sababu ya wakati huu tunaenda kusikia neno lako Bwana. Naomba unitumie kama chombo kwa uweza na nguvu zako Roho Mtakatifu, nami najitisha katika uwepo wako na neema yako katika jina la Yesu, amen. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya pili na ule mstari wa 14. Maandiko yanasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mstari wa 15, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Kitabu cha Yohana sura yake ya 4 na ule mstari wa 24. Yohana Mtakatifu sura ya 4 na ule mstari wa 24. Maandiko yanasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduyo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 41 na ule mstari wa 14 mpaka 27. Alafu tutaluka tutasoma mstari wa 37 hadi 38. Mwanzo 41 ule mstari wa 14. Maandiko yanasema, ndipo Farao akapeleka watu akamwita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani, akanyoa akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kunifasiria, nami nimesikia habari zako. Farao anamwambia Yusufu, nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi, Mungu atampa Farao majibu. Tuluke ule mstari wa 37, hiyo Mwanzo 41 mstari wa 37 hadi wa 38. Maandiko yanasema, Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nitakiwa kuanzia mstari wa 37. Inasema, neno likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha haya tunaishi ni ya kiroho zaidi kuliko ya kimwili. Kazi tunazofanya ni za kiroho zaidi kuliko za kimwili. Biashara tunazofanya
ni za kiroho zaidi kuliko za kimwili. Huduma tunazofanya ni za kiroho zaidi kuliko za kimwili. Maandiko yanasema kwamba mtu mwenye asili ya mwilini hawezi kutambua mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maisha tunayoishi ama hivi tulivyo ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Kuna ulimwengu wa roho, Kiingereza wanaita spirit realm. Spirit realm. Kuna ulimwengu wa roho ambao unaamua wewe uweje, ambao unaamua wewe ulivyo ndivyo uwe. Sasa ukiwa mtu wa mwilini, haikufanyi kuwa mtu wa rohoni kwa kuyatamani tu mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni yanahusu gharama kubwa ya kujidhabihu. Mambo ya rohoni katika huo ulimwengu wa roho, tumeambiwa kuna watu wa mwilini na watu wa rohoni. Kwa hiyo kuna makundi mawili. Sasa namzungumzia mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Yusufu. Kijana huyu pengine alipitia maisha ambayo ni zaidi ya sisi tuliopitia, ama alipitia maisha ambayo tunayo. Yusufu ukisoma habari zake katika ile Mwanzo 37, maandiko yanasema ndugu zake wakamvua nguo wakamtupa kwenye shimo. Lakini ndugu yake mmoja akasema, hapana, tumuuze. Wakauza utumwani. Yusufu akaenda kwenye nyumba moja ya mtu anaitwa Potifa, na kaishi haya ya maisha ambayo pengine tunayaishi. Yuko chini ya mtu, anamtegemea kwa chakula, anamtegemea kwa mavazi, anamtegemea kwa kila kitu. Pengine maisha haya tunayaishi, tuko na watu tunawategemea kwenye kila kitu. Pengine hata kama tunajitegemea, lakini kuna mtu juu pale, pengine anaweza kuwa ana uwezo wa kuamuru maisha yako yaweje ama yasiweje. Yusufu kaishi kwa Potifa, akaenda pia kuishi gerezani, ambayo pia ni maisha ambayo baadhi yetu wanayaishi katika vifungo mbalimbali, katika maumivu mbalimbali, kwa namna nyingi. Wako kwenye magereza, hawajui watatokaje, hawajui wanasaidiwaje, hawajui wanaokolewaje, wako hawajui watafanyaje. Yusufu aliishi maisha hayo, lakini pia Yusufu alienda akaishi maisha kama mtu mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusema nini? Maisha haya ya kiroho, usiruke darasa, usijirushe darasa.
mchakato unasema utaanzia chekechea. Pita chekechea, primary, sekondari, nenda chuo, usiruke darasa. Tunaona Yusufu kapita kwenye mchakato huu. Mchakato wa kukaa uchi, watu wakakuuza uchi. Sidhani kama kuna mtu amefikia kiwango hiki, lakini wahi kusikia mahubiri ya Moses Kulola. Aliwahi kushuhudia kwamba walienda kuhubiri mahali fulani, wakakuta yule mchungaji kwenye ile nyumba, yaani mchungaji na mama mchungaji wanashare nguo. Kizazi hiki ninawaambia kwamba hizo nyakati pia nguo zilikuwa za shida. Mama mchungaji na mchungaji wanashare lishuka tu fulani. Kwa hiyo Moses Kulola alishuhudia kwamba walienda wakaomba na yule mchungaji akatoka na lishuka, alafu baadaye wakaenda kubadilishana na mama mchungaji, naye akarudi. Mchungaji akabaki chumbani hana nguo. Sasa Yusufu alipita nyakati hizi za kuuzwa na ndugu zake uchi. Si nyakati nyepesi. Hii ni habari ya kweli, wala sio historia. Yusufu alikuwepo. Lakini maandiko yanasema akaenda kwa Potifa. Sasa nataka hapa nifafanue kwamba kanisa, watu wa Mungu, tunapaswa kuwa watu wa rohoni. Hili ni kanisa la kiroho. Tunapaswa kuenenda katika roho. Nikiwa na maombi wiki iliyopita, Mungu akaniambia Gilgal is a remnant. Maana yake ni kwamba Mungu anasema kwamba Gilgal ni sehemu ya masazo aliyojisazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Gilgal ni kanisa la masazo katika makanisa machache yaliyobaki ya kiroho. Mtu huyu wa rohoni Yusufu alipoingia kwenye nyumba ya Potifa, maandiko yanasema Potifa akaanza kubarikiwa. Yeye ni kijana huyu kaingia tu kama mfanyakazi. Potifa anaanza kubarikiwa. Potifa anaanza kustawi. Kwa sababu gani? Mtu wa rohoni amekanyaga pale. Mtu wa rohoni ameingia pale. Potifa kaanza kustawi. Lakini Yusufu akakutana na changamoto ambazo pengine wengi wetu tunakutana nazo kwenye maisha. Akutana na changamoto. Mama mwenye mji anamhitaji kijana wa rohoni. Kwa sababu gani? Ukiwa mtu wa rohoni unaanza kung'aa. Hata kama hauna hela unaanza kung'aa. Hata kama umeshinda njaa wanakuona unanawiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama mwenye nyumba anataka aangushe kijana huyu. Sikiliza watu wa Mungu. Changamoto hizi zilizompata Yusufu pengine zimetokea kwa watu wengi. Mimi nimewahi kuwa manager. Na katika kuwa manager, katika hao watu ninaowaongoza,
nina wasichana 38 ambao ni wawili tu wameolewa, na hao ndoa zao ziko kwenye matatizo. Kwa mabinti walikuwa wanakuja hata ofisini wanasema, bosi, sasa mimi uniangalizie tu, uniangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wadada 38 wako chini yangu, na mimi ndio meneja wao. Ninaweza kuamua kwamba leo huna kazi, kesho una kazi. Watu wa rohoni mtakutana na changamoto, lakini changamoto hizo zinatusaidia kuinuka tunapovuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu akakataa yule mama, akamwambia, siwezi kukosa Mungu wangu. Nifanyeje ubaya huu nikose Mungu wangu? Kasingiziwa gereza, kaenda. Kama baadhi yetu, mambo mengi mnasingiziwa, mambo mengi unaonewa. Gerezani mtu huyu wa rohoni anapata kibali tena. Gerezani kwenye maumivu makali anapata kibali. Maandiko yanasema baada ya hapo kuna watu wakaota ndoto, wakamwambia tutakukumbuka, wakamsahau. Lakini Mungu akafanya jambo, Farao akaoteshwa ndoto. Ukiwa mtu wa rohoni, Mungu ana create atmosphere. Mungu anaandaa mtandao wake. Mungu anaandaa network yake. Mungu anaandaa tukio lake. Mungu anaandaa, yani unaweza ukafikiri sasa ndio wanakupeleka mwisho, lakini kumbe kwenye mwisho huo Mungu anaandaa mwanzo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Farao akaambiwa habari, kuna kijana mmoja yuko gerezani, akasema mwiteni. Ndugu yangu, kitendo tu cha kuitwa mbele ya Farao, Yusufu, ulikuwa ni muujiza mkubwa. Lakini Yusufu aliendelea kumaintain kiroho. Kwa nini? Farao anamwambia, nasikia unafasiri ndoto. Niko na ndoto hii, waganga wangu na watu wangu na wategemea wameshindwa. Sasa naomba unifasirie. Yusufu akasema hivi, Mungu atakufasiria. Yani jambo la kufasiri ndoto sio kazi yangu. Mungu atafanya hili. Nini maana yake hiyo, mtu wa rohoni? Hata unapofanya mambo makuu unaikataa hiyo, alafu unasema Baba amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata jambo linapotokea kubwa unalikataa hilo, unasema Baba amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu anasema Mungu atafasiria hiyo ndoto. Haleluya. Maana yake nini? Anaendelea kumaintain, kuendelea kuwa mtu wa rohoni. Ukianza tu kuwa unafanya mambo, miujiza yanatokea, matendo makuu yanatokea, ukaanza kuyachukua hayo kama ni ya kwako, jua ndio mwisho wako umefika. Lakini Yusufu anakataa, anamwambia Farao, Mungu ndio ana kazi hii ya kufasiri. Haleluya. Farao kasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu? Kanisa linatafuta mtu mwenye roho ya Mungu. Mwanza inatafuta mtu mwenye roho ya Mungu. Tanzania inatafuta mtu mwenye roho ya Mungu. Kazini wanatafuta mtu mwenye roho ya Mungu. Wanaume wanataka kuoa mtu mwenye roho ya Mungu. Hata wapagani sasa wanasema
natafuta mlokole. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa nazungumzia AI jana. Hii artificial intelligence. Teknolojia imefika mbali sana. Inafanya mambo ya ajabu. Sasa hivi hata nyimbo za kuabudu zina AI. Sasa sio roho wa Mungu pale. Tunatafuta mtu mwenye roho wa Mungu wa kuimba nyimbo za kuabudu. Mtu mwenye roho wa Mungu wa kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema maisha haya tunayoishi ni ya kiroho zaidi kuliko ya kimwili. Sasa nachotaka nikwambie mtu wa Mungu leo kwamba uwe mtu wa rohoni, uwe mtu wa kiroho. Be a spirit woman, be a spirit man. Uwe baba wa kiroho, uwe mama wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi haya manefili, haya magoliati, unafikiri yalikuwa ni mamtu tu ya kawaida? Ukiyaona unayeyuka. Ukiwa mtu wa mwilini, ukiwa mtu wa mwilini, kuna mambo ukikutana nayo unayeyuka. Kuna changamoto ukikutana nazo unayeyuka. Sasa uwe mtu wa rohoni. Kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu ulimwengu wa roho ndio unaamua wewe ni nani. Goliati wakati anaenda kupambana na Daudi, alikaona kadogo, lakini nyuma yake kulikuwa na roho ya Mungu. Na kuwa anapambana na katoto, sasa alipambana na jitu lenye roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo hayasikii mpaka uwe mtu wa rohoni. Kuna changamoto hazisikii mpaka uamue kuwa mtu wa rohoni. Utahama makanisa na makanisa na makanisa. Nikwambie mtu wa Mungu, wewe kuwa mtu wa rohoni. Achana na biashara za kuhama makanisa. Utaota kipala kwa kuombewa. Wewe kuwa mtu wa rohoni. Haleluya. Amua kuwa mtu wa rohoni. Jibidiishe kwenye mambo ya kiroho. Na watu wa kirohoni, wa rohoni, unajua chakula chao. Maandiko yanasema katika Mathayo 4 sura ya 4, Mathayo sura ya 4 mstari wa 4 kwamba hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Kwa hiyo watu wa rohoni, chakula yetu ni neno la Bwana. Chakula yetu ni neno la Bwana. Inawezekana mazingira hayafanani kama tutapita. Inawezekana elimu hazifanani kama tutapita. Inawezekana hatuna sifa zile zinatakiwa. Inawezekana hatuna sura zile ambazo walizitaka. Inawezekana hatuna umbo lile walilitaka. Lakini tuwe watu wa rohoni, kwa sababu roho wa Mungu akiwa ndani yako. Maandiko yanasema Yesu akawa transfigured. Yesu akabadilika kwenye mlima. Wakaonekana Elia na Musa na wanafunzi wake Petro, Yohana na Yakobo. Wakashangaa kwamba Bwana, mbona unang'ara hivi? Bwana, wakastajabu. Ukiwa mtu wa rohoni unakuwa transfigured, yani unabadilika. Watu wanaweza kukuwekea mtego, wakashangaa upo ng'ambo ya pili. Watu wanaweza kuchimbia shimo, wakashangaa uko kule. Watu wanaweza kutaka kukukanyaga, wakashangaa haupo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna nyakati nilipita nikatambua kuwa kuna majamaa yananiwinda, na siku moja nikalala na kupitiliza, sikwenda kwenye hiyo njia. Na nilipomuuliza Mungu, kwa nini nimelala kupitiliza na nimesahau huu muda, Mungu akaniambia kwamba kuna watu wabaya walikuwa wamekuvizia leo, lakini mimi ni Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati fulani tena ninakuja kwenye maombi hapa mahali hapa. Niliwahi kuwasimulia watu, nakuja kwenye maombi, nimefika kwenye kona ile ya pale, ile wanauza chipsi. Nimepiga hatua 3, nikashangaa niko umbali mkubwa. Nikasema, Mungu, hiki naona nini? Nikasema sasa ninahesabu. Nikahesabu hatua 1, 2, 3. Nikashangaa niko ng'ambo ya kule. Alafu niliporudia hilo eneo, nikagundua kuwa katika hatua 3 nimepiga hatua 72. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya majamaa ya kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nilimsoma Filipo. Maandiko yanasema Filipo alionekana ng'ambo hii, baadaye wakaona tena Filipo nyingine kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa mtu wa rohoni, hakuna jambo litakuzuia. Hauna ukomo. You are a spirit being. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni jitu la rohoni. Inawezekana unaonekana mdogo. Inawezekana watu wanadharau mama wako. Inawezekana kwa namna yoyote ile wanakuchukulia. Lakini kuwa mtu wa rohoni. Jibidishe na mambo ya kiroho. Kuna watu wanataka kuwa watu wa rohoni pasipo kumwomba Mungu. Kuna watu wanataka kuwa watu wa rohoni pasipo kuhudhuria ibada. Kuna watu wanataka kuwa watu wa rohoni pasipo kujihusisha na mambo ya kanisa. Kuna watu wanataka kuwa watu wa rohoni na hawahusiki kabisa na mafundisho. Unataka kuwa mtu wa rohoni, jibidishe na maombi. Sikiliza neno la Mungu. Jibidishe na mambo ya Mungu huyo. Tia bidii kwenye mambo ya rohoni. Tunasema wakati mwingine tuombe, unashangaa mtu anakuangalia. We are in the spirit business. Yani tukiwa mahali hapa, tuko kwenye kazi ya roho, kwa sababu Mungu ni roho. Na roho zinahitaji discipline. Hujanielewa. Mambo ya kiroho, kuna nyakati umekosea kwa bahati mbaya au kwa makusudi, yana consequences, yana madhara yake, kwa sababu ni mambo ya rohoni. Umetenda dhambi makusudi, bahati mbaya, hakuna dhambi isiyokuwa na adhabu. Ndiyo mambo ya rohoni hayo. Kuwa mtu wa rohoni, jibidishe na mambo ya kanisa. Maandiko yanasema katika kitabu cha Wafalme wa Pili, kijana wa Elisha anamwambia Elisha kwamba ninaona majeshi kule. Lakini nabii Elisha akamwomba Mungu amfungue macho mtumishi wake huyu. Akamwambia Mungu, mfunue macho. Alipofunuliwa macho yule mtumishi, maandiko yanasema akaona jeshi kubwa. Jeshi kubwa. Maandiko yanasema walio upande wetu ni wengi kuliko wao.
walio upande wako ni wengi kuliko wao. Mambo ya rohoni. Kuwa mtu wa rohoni, usiwe mtu wa mwilini. Yesu alipokuwa anakufa msalabani pale, maandiko yanasema kulikuwa na mtu kulia na mtu kushoto, lakini Yesu mmoja wapo akamwomba awe naye, akamwomba ambatane naye. Yesu akasema, leo hii tutakuwa na wewe peponi. Wakati Yesu alikuwa akilipa gharama ya mambo ya rohoni, kwa sababu mambo ya rohoni yana nguvu na yanaleta matokeo makubwa. Mambo ya rohoni yana uweza na yanaleta matokeo makubwa. Mtu wa rohoni, hata katika hali za kukandamizwa kabisa, Yesu anainuka na mtu. Hata katika hali ya changamoto, mtu wa rohoni anasema tusonge mbele, tujitie moyo. Mtu wa rohoni anawapa watu moyo katika hali zote. Wakati mwingine yeye mwenyewe ameumia, lakini anawaambia wengine, jamani, tuendelee mbele. Inawezekana hajamuona Mungu kwa kiwango kile. Mtu wa rohoni anawaambia, jamani, twendeni, Bwana atakuwepo. Huwezi kuvuka Kanaani bila kupambana na majitu. Sasa majitu hayapigwi na watu wa kawaida. Majitu hayapigwi na watu wa kawaida. Majitu yanapigwa na watu wa rohoni, kwa sababu yana uzoefu mkubwa wa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mtu wa rohoni. Penda mambo ya kiroho. Kuwa mtu wa rohoni. Jibidishe na mambo ya kanisa. Jibidishe na kazi za kanisa. Mungu atatokea tu. Siku moja Mungu kaniketisha na wakuu, akaniambia, ni mimi Bwana nimekuweka hapo. Katika kampuni ile, natoa ushuhuda ili kujenge, nilikuwa na wazungu, Waingereza, wa South Africa, wa Scotland. Mswahili ni mimi tu, walikuwa wazungu kama 7. Lakini tulipokuwa kwenye kikao ndio niligundua kumbe hata wazungu nao wana madaraja yao. Yaani katika wazungu wale niliokuwa nao walikuwa na madaraja 3. Bwana akaniambia, nimekuketisha na wakuu. Na Mtanzania nilikuwa ni mimi tu. Sasa tupate wapi watu wenye roho za Mungu wakati dunia inawayawaya? Tupate wapi wamama wenye roho za Mungu wakati kanisa linawayawaya? Tupate wapi watu wenye roho za Mungu? Vijana wanawayawaya. Tupate wapi watu wenye roho za Mungu? Kuna makanisa sasa hivi unashangaa, watu wamegeuka kuwa watu wa mwilini zaidi kuliko kuwa wa rohoni. Mungu wa mbinguni awabariki.